Mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha tafakari kinachokuja kutoka hapa Tumaini Television. Na kuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Karibu tutafakari pamoja. Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Tumaini Media. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, juma la 11 mwaka A wa kanisa, tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026. Anayekuletea tafakari ya leo ni mimi Padre Rogasiani Msafiri, paroko wa parokia Bikira Maria Mama wa Huruma, Mbezi Beach, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Na masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Wafalme, sura ya 11 aya ya kwanza hadi ya 4, ya 9 hadi ya 18 na aya ya 20. Na Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 19 hadi 23. Na sasa tusikilize somo la Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu waharibuvu na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusiko haribika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo. Neno la Bwana. Penzi mtazamaji na msikilizaji, unajua mara nyingi watu hutunza vitu vyao pale palipo na usalama. Kila mtu anapotaka kutunza kitu chake anatafuta mahala ambako pana usalama mzuri na hakuna mahangaiko. Ndivyo tunapotunza vitu vyetu. Na wengi tunapowekeza hapa duniani badala ya kuwekeza huko mbinguni. Tunatunza vitu vyetu na tunadhani kwamba kila kitu tunachokipata ndio cha maana sana hapa duniani. Angalia, ukisoma waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 6 aya ya 7, anasema, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Maanake vitu vyote ni mali ya Mungu. Ndiyo maana tunapaswa kujiwekea hazina yetu mbinguni. Hapa duniani unaweza kujilundikia vitu vyote, utajiri wote, lakini mwisho huna kitu chochote unachoenda nacho. Kuliko uje ukose kitu cha kwenda nacho, wekeza kule ambako utavikuta, kule ambako ni mbinguni. Na huko utakuta kila kitu ulichokuwa unakiwekeza kipo. Kama ni neema zako zipo. Ukikosa hapa duniani, kule mbinguni kipo. Lakini kule hujawekeza, hapa umelundika vitu vingi, alafu mwisho unaondoka bila kitu. Haukuja na kitu, hautaondoka na kitu. Nani aliondoka na fedha? Nani alizikwa na kipande cha mkate? Nani alizikwa na kikombe cha kahawa alikokuwa anapenda? Nani alizikwa na glasi ya bia kwamba utakuwa unakunywa huko njiani ulijitunzia akiba? Hakuna. Vyote vinaishia hapa. Sasa wekeza huko mbinguni. Wekeza. Tunawekezaje ndugu zangu wapenzi? Kuwekeza ni kuishi imani yako vyema na vizuri. Kiishi imani yako vyema na vizuri hapa duniani, unawekeza huko mbinguni. Kutenda matendo mema, yani kuwa mwema. Ukiwa mwema, akiba yako unaiwekeza kule mbinguni na utakuja kuikuta. Kuwa na tabia na maadili mema. Ukiwa na tabia na maadili mema, hazina yako unaiweka huko mbinguni. Alafu kusaidia watu wote na hasa wale wahitaji. Kuna makundi mbalimbali ya wahitaji tunayo hapa kila siku. Hapo unawekeza kule mbinguni pia. Kuishi neno la Mungu na amri zake. Hapo napo unaendelea kuwekeza pia, unakuja kujikuta unajitunzia akiba yako kubwa. Alafu kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu, unatunza huko mbinguni na baadaye utakuja ukuta una hazina kubwa. Kwa hiyo, alafu pia tenda haki.
Ukitenda haki unajiwekezea akiba yako mbinguni na matendo mengine mema ambayo unapaswa kuyafanya. Kwa hiyo jiwekee hazina yako mbinguni, fungua benki yako mbinguni, tunza akiba yako iwepo huko mbinguni, na kutakia baraka na neema za Mwenyezi Mungu ziwepo na kudumu na kukulinda na kusaidia katika maisha yako. Mtazamaji wa Television Tumaini, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha tafakari. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Tuonane wakati mwingine. Kwa heri.